Mungu wa ajabu, na rehema za daima ni dawa yake njema. Imbeni, imbeni malaika, sifa sifa za Yesu Bwana, weke limetukuka hilo jina, jina lake Yesu. Haleluya. Na kusalimu katika jina la Yesu. Haki yako isipozidi haki ya Mafarisayo na waandishi, hawezi ukaona ufalme wa Mungu. Yesu alimaanisha nini hapa alipowaambia wanafunzi wake, au anapotuambia sisi kwamba haki yenu isipozidi haki ya Mafarisayo na waandishi, hamwezi kamwe kuingia katika ufalme wa mbinguni? Ni kwa namna gani? Ni kwa namna gani haki yetu inapaswa kuzidi haki ya Mafarisayo? Na hali yasema katika Mathayo 5:20. Haki manake ni kigezo. Kwa mfano, mtoto ana haki ya kulindwa. Utoto ndio haki yenyewe. Mtu mzima ana haki ya kuoa. Uzima ndo haki yenyewe. Kwa hiyo mtoto hawezi kuoa au kuolewa. Kwa nini? Hana haki. Utu uzima ndo haki. So waandishi na Mafarisayo, kilichowapa haki ni nini? Walipata haki yao kwa kuitimiza sheria kupitia matendo yao. Kutimiza sheria kupitia nini? Matendo yao. Kwa nini? Kwa nje walikuwa sawa kupitia matendo yao, lakini ndani walikuwa mbali na sheria yao wenyewe. Hakuna aliyempendeza Mungu kwa matendo yao binafsi. Sikiliza, leo hii tunahesabiwa haki kwa imani, kwa kumwamini Yesu. Ndipo tunahesabiwa haki. Lakini Biblia inasema imani pasipo matendo imekufa. Hawa walitimiza haki yao, walihesabiwa haki yao kupitia matendo. Maana yake nini? Hawa ndugu walitenda kwa unafiki, waliabudu kwa unafiki. Lengo lao ni watu watazame kwamba wanatenda. Sasa ili tuweze kujua jambo hili kwamba haki yetu sipozidi haki ya Mafarisayo, hatuwezi kuingia kama katika ufalme wa mbinguni. Ili tuweze kutimiza jambo hili, lazima kwanza tujue tabia ya Mafarisayo ilikuwa nini. Tabia ya Mafarisayo unaifahamu wewe? Tabia ya Mafarisayo, jambo la kwanza ni nini? Uketi katika kiti cha Musa. Uketi katika kiti cha Musa. Maana yake nini? Walikuwa na keti katika viti vya hukumu kama watu wenye haki. Kama watu wanahukumu wenzao kama watu wenye maisha ya haki. Kumbe sio. Ndio maana utaona katika Mathayo 23. Angalia tabia ya Kifarisayo, Mathayo 23. Tabia ya Kifarisayo. Kisha Yesu akawaambia makutano na wanafunzi wake, akasema, waandishi na Mafarisayo wameketi katika kiti cha Musa. Basi yoyote watakayowaambia muyashike. Sikiliza, wameketi katika kiti cha nini? Cha hukumu. Namba 2, tabia yao unena lakini hawatendi. Angalia katika Mathayo 23. Unena lakini hawatendi. Ni sana kuona sauti inakuwa ni sauti ya Yakobo, lakini mkono ni ya Esau. Yaani wana sauti kama Yakobo, lakini mikono ni ya Esau. Hiyo inaitwa tabia ya Kifarisayo. Utasoma hilo katika Mwanzo sura ya 27 na mstari wake ni wa 22. Au Mathayo sura ya 7 mstari wake ni wa 15 na wa 16. Wanahubiri neno la Mungu, lakini wao ni wana wa Ibilisi, wana wa uovu, wana wa uasi. Hiyo inaitwa tabia ya Kifarisayo. Ndio maana tusipowazidi hao, hatuwezi kama kuingia katika ufalme wa mbinguni. Yaani unahubiri injili, unamtaja Yesu, lakini ili hali wewe mwenyewe ndani yako ni firigisi, ndani yako umeoza, ndani yako hauna Mungu kabisa. Hii ni tabia ya Kifarisayo. Kwa haki yetu lazima izidi hao. Sisi lazima tuende zaidi ya hao. Lazima tutende zaidi ya hao. Tuishi zaidi ya hao. Jambo la 3, huwatwika watu mizigo wasioweza kubeba wao wenyewe. Unakuta mtumishi anahubiri watu kile sichokifanya. Biblia inasema lazima sisi tuwe kielelezo. Lazima watumishi wa Bwana tuwe kielelezo. Sasa mtumishi unapaswa kuwa kielelezo.
Usiwaambie watu kile ambacho uwezi, kile ambacho ufanye. Unawabili watu injili ya kweli. Jamani, tuishi maisha matakatifu. Jamani, kusuka dhambi ili wewe mwanamke unasuka. Kuvaa suruali dhambi, mwanamke unavaa suruali. Mtumishi unaongea kile ambacho unakifanya. Si na nini unakifanya. Paulo anasema katika Wakorintho wa kwanza 11:1, mnifuate mimi kama vile mimi ninavyomfuata nani? Ninavyomfuata Kristo. Mnifuate mimi kama mimi ninavyomfuata Kristo. Maana yake nini? Sisi tunatakiwa kuwa kielelezo. Wewe unatakiwa kuwa kielelezo. Wale ndugu walikuwa wanatwika watu mizigo ambao wao wenyewe hawezi kuibeba. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana ukiangalia katika Wafilipi 3:17, kitabu cha Wafilipi 3:17, angalia hapo. Wafilipi 3:17, angalia alichokisema Apostle Paul. Asemaje mtumishi wa Mungu Paulo? Haleluya. Wafilipi 3 sura mstari wa 17. Angalia hapa. Filipi iko wapi? Filipi 3:17. Naitafuta hapa haraka hapa. Nadhani iko hapa nyuma ya Kolosai 3:17. Anasemaje? Filipi 3:17, ndugu zangu mnifuate mimi mkawatazame wao waendao kwa kufuata mfano tuliowapa ninyi. Umeona sasa? Kwa kufuata mfano tuliowapa ninyi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia jambo la 4, tabia hii ya Kifarisayo. Jambo la 4, tabia ya Kifarisayo, hutenda matendo yao ili kutazamwa na watu. Ukishakuwa na hiyo tabia, huwezi kuingia katika ufalme wa mbinguni. Usipowazidi hawa, huwezi kuingia katika ufalme wa mbinguni. Kutenda kitu tazamwe nao, ndo tunaangalia makanisani leo. Watu wanatoa sadaka ili watazamwe. Mimi na familia yangu tunatoa 3 milioni. Mimi na familia yangu tunatoa milioni. Wewe toa sadaka, hata mkono wako wa kushoto usijue. Usijue unachokifanya. Usitoe kwa ajili ya kuonekana. Usifanye kitu ili watu wakusifu. Usifanye kitu ili kanisa likupongeze. Hizi ni hilizi ambazo walikuwa zinafungwa na Mafarisayo. Wanafunga hilizi kwenye mikono yao kume au kwenye mapaji yao ya uso ili kutazamwa na watu kwamba ni wenye haki, ili hali sio wenye haki. Wanatenda matendo ili watazamwe na watu, wapendwe na watu, wafurahishwe na watu, watu wawasifu, watu wapigie makofi na kuambia amekwisha kupata raha zenu. Jambo la 5, upenda heshima. Wanataka kila mtu awaheshimu. Wasipoheshimiwa, yani wanaumizwa balaa. Hiyo ni tabia ya Kifarisayo, kupenda heshima. Yesu alikuwa Mungu, alijinyenyekeza kiasi cha kuosha hata mitume miguu. Akaosha mitume miguu. Sasa hawa hawataki hiyo. Ni wachungaji ambao wanataka heshima kupitiliza. Hawataki kujishusha. Manabii wanaotaka heshima kupitiliza. Wachungaji wanaotaka heshima kupitiliza. Hawataki kujishusha. Hawataki kuonekana watu wa kawaida. Kwa sababu wana makanisa makubwa, kuwaona mpaka waone kwa fedha, mpaka waone kwa hela. Biblia inasema ole wenu nyinyi. Haki yenu isipozidi haki ya Mafarisayo, hamtaweza kamwe kuingia katika ufalme wa mbinguni. Nisikilize, heshima ni kama kivuli. Kadri unavyokifuata kinakukimbia. Kadri unavyokikimbia kinakufuata. Jambo la 6, upenda kuitwa mwalimu, baba na kiongozi. Nisikilizeni ninyi. Wako watu wanasema hamna, usimuite mtu baba, usimuite mtu kiongozi, usimuite mtu mwalimu. Sio maana hiyo aliyomaanisha Bwana. Ndio maana tunao viongozi, tunao walimu, tunao walimu, lakini pia tunao mababa. Kuna mababa wa kiroho na mababa wa kimwili. Hakutukataza tusiwaite hao. Alichokuwa anakimaanisha, jambo lilokuwa linazungumzwa hapa ni kwamba asiwepo mwalimu au baba au kiongozi ambaye atakuwa mtunga sheria, mtu anaweka kitu ambacho kina replace nafasi ya Mungu. Hiyo ni kazi ya Kristo, ya Mungu Baba pekee. Sheria zote ziwe katika neno la Mungu tu. Sisi sote ni ndugu na ni wanafunzi, hatupaswi kuchukua nafasi ya mkuu wa shule na kutunga sheria ambao ni Bwana wetu Yesu Kristo. Baba aliye juu ya yote na katika yote na ndani ya yote ni Mungu, na Kristo ndiye kiongozi mkuu. Maana yake mtu asiwe kiongozi akachukua nafasi ya Kristo. Mtu asiwe baba akachukua nafasi ya Kristo. Mtu asiwe mwalimu akachukua nafasi ya Kristo, lakini baba wa kiroho wapo, walimu wapo, manabii wapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa uandishi wao walitunga sheria za kwao ambazo haziko katika neno. Ndio maana ukisoma Mathayo 15 anasema wananiabudu kwa midomo yao, lakini mioyo yao iko mbali nami, wakifuata maagizo. Si unanielewa hapo? Maagizo na mapokeo ya wanadamu. Mathayo 15. Kuanzia mstari ngapi? Wa 6. Nianze wa 7. Enyi wanafiki, ni vyema alivyotabiri Isaya kwa habari zenu akisema, watu hawa uniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami.
nao waniabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Sikiliza hapo, maagizo ya wanadamu. Jambo la 7, tabia ya kifarisayo ni wanafiki. Ndio maana Yesu akasema, farisayo kipofu, safisha kwanza ndani ya kikombe, ndipo na nje yake itakapokuwa safi. Wanasafisha nje, lakini ndani yao mna uvundo, ni sawa na makaburi yaliyopakwa chokaa, lakini ndani yake hayo makaburi yana mifupa ya wafu. Yesu akawa anaita wanafiki nyinyi. Sikiliza, tabia unafiki usipoiacha wewe, uwezi, maana kuna fanana mafarisayo, uwezi kaingia katika ufalme wa mbinguni. Nini anachokimaanisha Bwana? Bwana anakimaanisha kwamba usiwe mnafiki, kujiona kuonesha kwamba mwema ili hali sio mwema. Wewe uko sawa ili hali hauko sawa. Manake lazima ukubali kabisa kutengenezwa. Uwe muwazi. Unapoona kuna jambo uwezi, sema siwezi. Lakini watu wako makanisani, kuna mambo wameshindwa, lakini wanajiona wanaweza. Wanajiona ni washindi ili hali kuna mambo yanawasumbua. Usiwe mnafiki, uwe muwazi, uwe mkweli. Mafarisayo walikuwa wanafiki. Unajiita mtakatifu na ubini injili ya utakatifu, ili hali wewe sio mtakatifu. Njia zako unazijua. Unavaa na nguo ndefu lakini ni kahaba mkubwa. Ujilembi, uvai maeleni lakini kahaba mkubwa. Unashinda kwenye magesti huko, alafu unasema mimi nahubiri injili ya utakatifu. Umejificha huko kwenye injili ya utakatifu, ili hali ni mchawi mkubwa. Hata kama unavaa mavazi mazuri, uvai hata maeleni, unatofautiana nini na wanaovaa maeleni na makahaba wa kule bahani? Umejificha tu, wewe ni unafiki. Haki yako isipozidi haki ya mafarisayo, nataka nikwambie uwezi ukaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni. Lakini pia mafarisayo, tabia nyingine, walikuwa wanajituma. Sasa sisi ambao tunao Kristo na tunajua Kristo alikufa kwa ajili yetu, sisi ni zaidi, tunatakiwa kujituma zaidi ya wao. Walikuwa na bidii katika Bwana wao, na sisi tunatakiwa kuwa na bidii katika Bwana. Kujizoeza katika mwili kuwafaa kidogo, kujizoeza katika roho kunafaa zaidi. Unao ahadi ya uzima wa sasa na ule utakao kuwepo baadaye. Lazima ujizoeze, ufanye mazoezi ya kiroho, jizoeze kufunga, jizoeze kusoma neno, jizoeze kuomba, jizoeze kumsifu Mungu, jizoeze ibada. Usipojizoeza hakuna kitakachotokea. Mwanzoni utaonekana maumivu, mwili utakataa, mwili utagoma, lakini endelea. Bwana atakutia nguvu na atakusaidia. Bwana huwapa nguvu wamngojao. Huwapa nguvu wamngojao. Bwana akubariki sana na kutia nguvu katika safari hii ya kwenda mbinguni. Ni tabibu wa karibu, tabibu wa ajabu, nare